Kwenye sehemu ambayo imepita nimefundisha karama za Roho Mtakatifu, na nilikuwa nafundisha kuhusiana na karama ya kupabanua roho. Sasa nataka niendelee kutoka pale ambapo nitasoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12, tuanzie mstari wa 10 tu. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupabanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongelea kuhusiana karama za aina za lugha, tunaongelea kuhusiana na lugha tofauti tofauti. Hauwezi ukaelewa kile ambacho neno za inamaanisha pale kama haujasoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 na mstari wa kwanza. Maandiko yanasema nijaposema kwa lugha za malaika na kwa lugha za wanadamu. Kumbe malaika ako na lugha zake na wanadamu wanakuanga na lugha zao. Sasa utafautishaje? Ndio maana nimekuambia kwamba tunapoongelea kuhusiana karama za lugha, lugha ni mingi tofauti sana. Wanadamu wako na lugha, lakini lugha zao pia ni tofauti, ni mingi sana tofauti. Lakini pia malaika wako na lugha zao, na inawezekana labda sijui ni lugha tofauti za malaika. Labda ukoo wa malaika hawa unaongea tofauti na malaika hawa wengine. Ndio maana zinaitwa aina za lugha, karama za aina za lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 na mstari wa 6, maandiko yanasema ya kwamba baada ya kuwa mitume wa Yesu wamejawa na Roho Mtakatifu, walianza kunena kwa lugha zingine. Watu waliokuwa pale wakaanza kusikia lugha zao pale. Kama alikuwa ni Mfaransa, akaanza kusikia lugha yao ya Kifaransa pale. Kumbuka mitume wa Yesu walikuwa ni Wayahudi na walikuwa wanajua lugha tu ya Kiyahudi peke yake. Lakini ukashangaa kwamba wakiwa Wayahudi hivyo, walipojazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena Kifaransa, wakaanza kunena Kihindi, wakaanza kunena lugha tofauti. Ikawa kila mmoja aliyekuwa mahali pale alianza kusikia lugha yake inaongelewa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni lugha za wanadamu. Hizo ni lugha za wanadamu ambapo baada ya kuwa Roho Mtakatifu amewajaa, walianza kuongea kwa lugha za wanadamu. Pia kuna lugha za malaika ambazo nataka sasa nikufundishe. Kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 na mstari wa 2, maandiko yanasema kwamba asemaye kwa lugha asemi na mtu, maana anasema na Mungu, na wala hakuna asikiaye. Ukisoma hapo inasema hivyo. Kwa hivyo kuna lugha zingine ambazo mwenzako anaweza kuwa anaziongea, lakini hauwezi ukasikia, maana sio lugha ya kibinadamu, sio lugha ya mwanadamu, ni lugha ya malaika. Hiyo lugha ndio sasa maandiko yanasema ya kwamba anayesema kwa lugha asemi na mtu, bali anasema maneno ya siri ambao anayasema kutoka moyoni mwake, anaongea na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utasikia mtu akiwa kanisani anaanza kuongea, sijui kuna vile wanaongeanga wakiwa kanisani, inakuwa yani wewe mwenyewe uelewi, ni kama anapiga kelele kwako. Lakini yule mtu Mungu kama anakuanga ndani ya roho, na kama ako na karama za Roho Mtakatifu ambazo zinaweza kumsaidia kuongea kwa lugha za malaika, yule mtu anakuanga Mungu anamsikia kabisa, anaongea na Mungu na wanaelewana na Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kule chini utakuja kuona kwamba kama itatokea utaongea kwa hizo lugha za malaika, then pawepo na mtu wa kutafsiri. Ndio maana kuna hiyo karama ya kutafsiri ndimi ama kutafsiri lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama itatokea kwamba uko katika umati wa watu lakini ukaanza kuongea kwa lugha za malaika, because hizi sio malaika, hizi ni wanadamu, then inafaa ukuwe na mtafsiri pale ambaye anatafsiri. Na hapa ndio kanisa mingi zinakosea. Maana unasikia mtu anaongea kwa lugha, ako pale mbele ya madhabahu ameshika maiki, kuna watu wanahutubia, anaongoza kwa maombi, na anaanza kuongea kwa lugha ambao si wenyewe hatuelewi. Hapo ni makosa, because inawezekana ile lugha unayozungumza kuna kitu kiko ndani hiyo lugha ambacho tunafaa tufaidi sisi, tunafaa tupate faida kwa hiyo lugha. Kwa hivyo
inafaa kuwe na mtu wa kutafsiri, kwamba unaomba kitu fulani, unatabiri kitu fulani, ukiongea kwa lugha za malaika, anafaa awemo mtu. Ndio maana maandiko yanasema yeye autubuye anafaa kuwa na mtafsiri, anafaa lugha zake zitafsiriwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa soma kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 11 na mstari wa 9. Hapo ndio utakuja kuona kwamba wakati ule mnara wa Babeli ulipokuwa unatengenezwa, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akaona watu kwa ule umoja wako nao watamnifikia. Maandiko yanasema ya kwamba akawapea lugha tofauti, wakaanza kuongea kwa lugha tofauti tofauti. Kwa hivyo lugha tofauti Mungu yeye mwenyewe ndiye anazipeana, yeye ndiye alizianzisha kwa watu. Na hata leo ukiomba Mungu, mwambie Mungu, nataka unipee lugha, atakupa. Ni vile maandiko yanasema ya kwamba huyu atapewa hiki ili afaidiane na mwingine. Kwa hivyo kuna mtu ambaye atakuwa na karama ya kunena kwa lugha, kwa sababu Roho Mtakatifu ameona sio vizuri akupee, lakini atakupea kingine tofauti. Labda atakupea karama ya hekima, ama karama ya maarifa, ama karama ya imani. Ni wale watu wanakuanga na imani, ambao imani ya kuendea chochote kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema hivi kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu 11 mstari wa 13. Maandiko yanasema, je, kama walio wahofu wanawapa wanao, je, si zaidi na Baba yenu kutupa Roho Mtakatifu? Kwa hivyo omba karama za Roho Mtakatifu, omba ili ukapate kuwa na matunda ya Roho Mtakatifu, maana maandiko yanasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ni swala tu la kuomba. Labda umekosa kupewa karama za Roho Mtakatifu kwa sababu haujaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu angependa akupe, maana hizi karama zio za wachungaji peke yake. Anaweza hata wewe ukapewa, unaweza hata wewe ukapewa, lakini ni swala tu la uombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio nahitimisha kwa siku ya leo, kwa sababu ya wakati wangu, lakini I think nimefundisha kuhusiana na karama za kutafsiri lugha. Ni pale ambapo mtu ataongea Kifaransa lakini una uwezo wa kuelewa, ina maana umepewa karama ya lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii inasaidia sana kama ukipewa karama ya kunena kwa lugha. Hii itakusaidia sana ukienda kwenye nchi nyingine, kwenda kufanya biashara huko, ama kwenda kuhubiri Injili, ama kwenda kufanya kazi yoyote kule. Itakusaidia sana, maana utakuwa na wepesi wa kuelewana na wale watu. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Wakorinto, I think nimesoma Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 4. Kwa hivyo mbarikiwe sana kila mtu ambaye amefuatilia hilo somo ya Roho Mtakatifu, kwa sababu imekuwa ni somo ambao ni ndefu sana, lakini nina imani ya kwamba imekuwa ya msaada sana kwako. Kwa hivyo kama hujafuatilia sehemu ya kwanza, fuatilia sehemu ya kwanza ambayo nilikuwa nafundisha kwamba kuhusiana na Roho Mtakatifu wa Bwana. Ujue kwamba mbingu huwa inakutambua kwamba wewe ni yatima wakati ule hauna Roho Mtakatifu wa Bwana. Ndio maana kwenye kitabu cha Yohana 14:18 maandiko yanasema ya kwamba sitawaacha ninyi yatima. Huyu ni Yesu anaongea. Anasema sitawaacha ninyi kama yatima. Ina maana mbingu inakuona kama yatima kama hauna Roho Mtakatifu wa Bwana. Kwa hivyo unapofundishika ama ninapokufundisha kuhusiana na Roho Mtakatifu, najaribu kuondosha uyatima wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia nadhani nimeelezea kuhusiana pale ambapo lugha zilichanganyishiwa, ya kwamba ni katika mnara wa Babeli. Hapo ndio kulianzia mambo ya kunena kwa lugha, na nikaeleza mambo mengi sana. Nataka leo nifike hapo, lakini fuatilia sehemu ya kwanza ambapo nimefundisha kuhusiana na Roho Mtakatifu, maana ya Roho Mtakatifu. Sehemu ya pili ufuatilie pale ambapo nimefundisha kuhusiana na kauli tata za Roho Mtakatifu, lakini pia kazi tofauti za Roho Mtakatifu. Nikafundisha kuhusiana na kusikia, kupabanua, lakini pia kutii sauti ya Bwana, ambao ilikuwa ni sehemu ya pili.
Lakini pia sehemu, nadhani ilikuwa sehemu ya ngapi, sehemu ya 4, ambapo nimefundisha kuhusiana na matunda ya Roho Mtakatifu. Lakini sehemu ya 5 nimefundisha kuhusiana na karama tofauti tofauti za Roho Mtakatifu. Barikiwa sana unapofuatilia vipindi hivi. Nimemaliza topic kuhusiana na Roho Mtakatifu, nataka nipige hatua nifundishe topic nyingine.